Imani Mwaisango ni meneja wa benki ya CRDB tawi la Ludewa. Leo tulikuwa na tukio kubwa pamoja na Mheshimiwa Waziri Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Dr. Joel Arthur Nanauka. Tulikuwa na zoezi la kukabidhi hundi ya mikopo ya milioni 400 katika vikundi vinne vinavyopatikana ukanda wa Ziwa Nyasa kwa ajili ya ufugaji wa samaki wa vizimba. Hizi hela zimetoka Wizara ya Maendeleo ya Vijana kupitia benki ya CRDB. Sisi kama benki ya CRDB kwenye mikopo yetu tunahusika moja kwa moja, kwa sababu ndio tunaofanya upembuzi yakinifu kuhakikisha tunapata vikundi ambavyo vitakuwa na uwezo wa kurejesha mikopo hii baada. Kitu cha kwanza katika mikopo, baada ya kupata andiko lao, cha kwanza tulipitisha elimu katika vikundi vyote. Nilitoa elimu kuanzia kikundi cha kwanza mpaka cha 4, lakini cha pili ilikuwa ni kuhakiki vikundi halali na wananchi. Na tulihakiki vipi kujua hawa ni wananchi kweli na ni wakazi wa eneo hilo na kweli wanahitaji mikopo? Tulishirikiana na viongozi wa ngazi ya kijiji, tukafuata ngazi ya kata. Wale wahusika na wakazi ndio waliopata mikopo. Kwa tulitoa elimu ya ufugaji wa samaki, utunzaji wa fedha, na kwamba hii ni mikopo, sio hela inatakiwa mwisho wa siku irudi. Lakini tutaendelea kutoa elimu mpaka wakati wanavuna ili tuhakikishe tunarudi. Mradi huu ambao unagharimu shilingi milioni 400. Shilingi milioni 400 ni pesa nyingi sana. Lakini zote leo tumekuja kuziweka katika kata ya Lupingu, tumekuja kuziweka katika wilaya ya Ludewa. Mheshimiwa Rais alipopita kwenye kampeni aliahidi kwamba anataka kuwezesha vijana na wanawake kwenye masuala ya mitaji. Na hiki tunachokifanya leo ni utekelezaji wa ahadi ambazo Mheshimiwa Rais alizitoa kuhusiana na uwezeshaji kwa vijana na wanawake, hasa katika kuwapatia mitaji. Fedha hizi ambazo zimewekezwa hapa leo ni uwekezaji mkubwa sana, ambao matarajio ya serikali ni kuona kwamba unazalisha ajira, lakini uwekezaji huu unaongeza kipato, uwekezaji huu unachochea maendeleo ya wilaya yetu ya Ludewa, lakini pia maendeleo ya mtu mmoja mmoja. Na mikopo hii ambayo tunaitoa ina tofauti kubwa sana, ambayo ningependa niieleze ili muweze kuelewa. Tofauti ya mikopo hii na mikopo ambayo ingeweza mkaipata mahali pengine. Tofauti ya kwanza ya mkopo huu hauna riba. Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba kusiwe na riba ili urejeshaji uwe mwepesi kwa vijana hawa ambao wanafanya shughuli mbalimbali ikiwemo hii ya ufugaji wa samaki. Lakini pili, mikopo haina dhamana. Vijana walioko hapa hakuna dhamana yoyote waliohitaji. Kuna maeneo mengine ukienda kukopa mkopo sio milioni 400, hata mkopo wa milioni 5 tu unaulizwa kiwanja, unaulizwa nyumba, utaulizwa gari, utaulizwa una mali gani. Lakini fedha hii leo tunawakabidhi vijana 117 kutoka wilaya hii ya Ludewa wanaopatikana hapa, milioni 400 kwa vijana hawa. Hakuna dhamana yoyote ambayo tumewaomba ili tuwapatie hiyo pesa. Maana yake ni nini? Maana yake serikali imewaamini vijana, imeamini kwamba mnaweza mkasimamia, mkazalisha na pia mkarudisha fedha hizi. Lakini kitu kingine ambacho ni cha kipekee sana kuhusiana na fedha hizi ambazo lazima mkielewe, kwenye miradi mingine tukikopesha huwa tunawaachia miezi 3 kabla hujaanza kulipa. Jana nilikuwa natoa pikipiki kule Kiela kwa vijana takriban milioni 87. Tunawapatia kama hivyo, hawana dhamana, hawana chochote, lakini tunawapa miezi 3. Wanazitumia mwezi wa 4 ndio wanaanza kurejesha marejesho. Lakini kwenye mradi huu wa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, hamtarejesha fedha yoyote mpaka mmevuna, mmeuza, mkishauza ndio mnaanza kurejesha. Maana mtarejesha baada ya miezi 8. Na wakati wote ambao mnafanya mradi, serikali imetoa fedha ya kutengeneza vizimba, imewaletea wataalamu wa kuwafundisha, lakini sio hivyo tu, chakula cha kuwalisha samaki kwa miezi yote ya mradi serikali imenunua. Vijana wa nchi wanataka nini tena? Kwa maneno mengine, mambo yote ambayo yangesababisha mfeli tayari serikali imeshughulika nayo. Na moja ya makubaliano yetu na mtaalamu ambaye amekuja kutengeneza hivi vizimba na kuvifanya viwe
vianze kufanya kazi ni kuhamisha ujuzi kutoka kwa wataalamu wao kuleta kwa vijana wetu wanaopatikana hapa Lupingu na wanaopatikana hapa Ludewa, kwamba hata wataalamu wale watakapokuwa hawapo, shughuli ndogo ndogo za kitaalamu zinazohitajika kufanyika zitafanywa na vijana wetu walioko hapa. Serikali inatengeneza mazingira yote ili kuhakikisha kwamba vijana wa Ludewa wanaweza kujikwamua kiuchumi. Mheshimiwa Waziri, nimeona kwa umuhimu wa hili tukio nisisitize kitu kimoja kama kiongozi wa mkoa. Tuna experience ya watu kupata hela, baada ya hapo wanagombana, uongozi wa kikundi unakufa, kila mmoja anaenda lwake. Maana tulipata experience ya mkurugenzi wa Makete, aliwanunulia vijana hais 2, wakagombana na hais zikauzwa. Sasa hili jambo limefanyika hapa, Mheshimiwa Waziri mwenyewe yupo, mbunge yupo, madiwani wapo na wazazi wote wako hapa. Najua kwamba sisi ni wazuri sana kwenye kurejesha, lakini tubebe dhamira ya vikundi hivi viweze kusimama, ili baada ya miezi 8 Mheshimiwa Waziri akisema nataka kuja kwenye uvunaji, aje ashuhudie uvunaji wa vikundi ambavyo alipatia pesa wakiwa wamoja. Sio siku akirudi hapa ambiwa tulishagombana, mwenyekiti alipinduliwa, mhasibu amehamia Makete, makamu mwenyekiti amehamia Njombe, vikundi vimekufa. Ninyi ndio mtakaosababisha vikundi vinavyofuata vipate pesa. Kwa hiyo watanguliza ninyi, simameni kwenye uaminifu. Hata kama itokea ugomvi, nendeni kwa viongozi wa wapatanishi. Hizi ni hela za serikali, mmebeba dhamana ya watu wote wa Ludewa, mmebeba dhamana ya watu wote wa Lupingu. Niwaombe sana, msije mkamtia waziri doa, vyombo vya habari vikamulika waziri, Mheshimiwa Rais akampongeza na kupongeza, umetoa hundi milioni 400 Lupingu Ludewa. Baada ya miezi 8 watu wamegombana, vikundi havipo, vimesambaratika, mtakuwa mmetupatia aibu kubwa. Niwaombe sana vijana, niwaombe sana, tukiwa hatuna kitu ni maskini, tunaungana. Hela ikiingia tu 100, kila mmoja aisha mradi wake. Mimi nataka niuze dagaa, mimi mambo ya samaki siwezi, mimi nataka nikaushe. Kila ambacho mlikubaliana kuomba hizo hela zikaje, kisimamieni. Kamonga amemaliza muda wake, ataanza kushughulikia watu wengine, si ndio Kamonga? Kwani bado utangaikia hapo? Hao wamesha graduate. Baki sasa Kamonga na Malaika wanahangaikia vijana wengine. Foleni ya Haule mkurugenzi ni watu wengine. Wanaomsumbua waziri ni kwamba waziri, tupe kama sisi wale wenzao waliopata. Sasa nyie wadogo zangu fanyeni vizuri. Sawa jamani? Hizi picha ni kumbukumbu. Na Mheshimiwa Kamonga, kalenda zako za mwaka huu, piga kalenda na hizi picha. Picha kwenye kalenda ili tuwasute. Tuwasute kabisa kwamba tunakopa milioni 100. Hawatakuwa na maneno ya kusema rais akuashika mkono. Amesema waziri vizuri. Rais amefanya vitu vingi sana Ludewa. Vingi. Usalama wenu, boti ambulance imekuja. Vijana wanafanya nini ziwani? Pesa zimekuja. Msituangushe. Mungu awabariki sana.